Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni sana la Mungu na tafakari ya Jumapili ya kwanza ya majilio ya mwaka A wa kanisa. Ndugu wapendwa, leo tunaanza mwaka mpya wa kanisa kwa Jumapili ya kwanza ya majilio. Masomo yetu ya leo natafakarisha namna Yesu atakavyokuja katika ujio wa pili kama hakimu. Na ni nini cha kufanya tunaposubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi leo tuombe neema ya kukesha kiroho katika kumsubiri Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, kwa namna ya pekee kwa kuwa tunaanza kipindi cha majilio, kabla ya kutafakari masomo yetu kuna mambo ya msingi na muhimu matano ya kutafakari yanayotuingiza na kutusaidia katika kipindi cha majilio. Jambo la kwanza la kutafakari ni maana ya majilio. Majilio ni neno linalotokana na neno la Kigiriki parousia. Maana yake ujio. Mwanzoni jina hilo lilitumika na wapagani kumaanisha ujio wa mungu wao wa kipagani, ambapo waliitoa sanamu ya mungu wao nje ili akutane na watu na kuwapa baraka. Pia neno hili lilitumika kumaanisha ujio wa mfalme au kiongozi katika eneo fulani. Kwetu sisi wa Kristo, majilio ni kipindi chenye mambo mawili. Kwanza kabisa kutafakari juu ya ujio wa kwanza wa Yesu alivyokuja kama mkombozi. Pili kutafakari ujio wa pili wa Yesu atakavyokuja kama hakimu. Kumbe kipindi hiki kina sehemu mbili. Kuanzia leo Jumapili ya kwanza ya majilio hadi tarehe 16 mwezi wa 12 tunatafakari zaidi juu ya ujio wa pili wa Yesu, jinsi Yesu atakavyokuja kama hakimu kuhukumu ulimwengu. Na kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 24 mwezi wa 12, yaani siku 8, masomo yetu yanatuelekeza zaidi kutafakari juu ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Hivyo katika liturujia ya Kanisa Katoliki, mwaka unaanza na majilio, yaani maandalizi ya kuzaliwa Yesu, majilio. Kuzaliwa kwa Yesu, Noeli hadi ubatizo wa Yesu, kipindi cha Noeli humalizika. Hivyo majilio ni maandalizi ya kusherehekea vizuri Noeli. Katika kipindi hiki cha majilio, sherehe za kifahari, vifijo na nderemo haziruhusiwi. Ala za muziki na maua zitumike kwa kiasi, kwani ni kipindi cha kukesha kumsubiri Masia, ni kipindi cha toba. Jambo la pili tunalolitafakari ni rangi ya urujuani, zambarau. Katika kipindi cha majilio, rangi inayotumika ni rangi ya urujuani. Urujuani ni rangi inayoashiria toba, sala na sadaka. Toba, kusafisha mioyo yetu ili Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Sala, tunaalikwa kukesha kiroho kwa njia ya sala. Sadaka, tunaposubiri ujio wa Yesu, maisha yetu yanapaswa yawe sadaka kwa Mungu na kwa wenzetu. Pia urujuani ni rangi ya kifalme. Hivyo matumizi ya rangi ya zambarau, vitambaa, mavazi huashiria tunayemngojea au anayekuja kwetu ni mfalme, ambaye ni Yesu, mfalme wa furaha, amani, upendo na haki. Jambo la tatu la kutafakari ni mishumaa. Katika kipindi hiki cha majilio itawashwa mishumaa 4 kwa Dominika 4 mfululizo. Mishumaa hii ni ishara ya Kristo anayekuja kwetu au ambaye tunamngoja. Yeye ni mwanga halisi anayeondoa giza katika maisha yetu. Giza hilo huondoka hatua kwa hatua mpaka tunasherehekea sherehe za Christmas. Giza hilo litakuwa limeondoka mioyoni mwetu na hivyo Kristo kuzaliwa katika mioyo yetu. Hivyo ili giza hilo liondoke, tunapaswa kushiriki kikamilifu katika mambo ya kiroho ambayo kanisa linataka tufanye, yaani kukesha katika sala, toba na kujitoa sadaka. Katika kipindi hiki cha majilio itawashwa mishumaa 4 kwa sababu mbili. Kwanza, mpaka kusherehekea Christmas kuna majuma 4 ya majilio. Pili, mishumaa hiyo 4 humaanisha miaka 1000. Tangu Adamu na Eva watende dhambi hadi kuzaliwa kwa Yesu, binadamu amesubiri ujio wa Yesu kwa miaka 1000. Hivyo kila mshumaa huwakilisha miaka 1000 na kila mshumaa una maana yake. Jambo la 4 tunalotafakari katika kipindi hiki cha majilio ni taji la kijani. Mishumaa yetu imezungukwa na taji la duara lililounganika kabisa, na taji hili ni la rangi ya kijani. Rangi ya kijani ni rangi ya matumaini, kwamba tunapaswa kusubiri kwa matumaini juu ya ujio wa Kristo. Duara hili maana yake ni ukamilifu wa upendo wa Mungu.
upendo usio na mipaka wala ubaguzi. Ndio maana taji hili limeunganika, halina mipaka. Jambo la 5 la kutafakari katika kipindi hiki cha Majilio ni mshumaa wa nabii Isaya, unabii au matumaini. Ndugu wapendwa, leo katika Dominika ya kwanza ya Majilio unawashwa mshumaa unaojulikana kama mshumaa wa nabii Isaya au mshumaa wa unabii au mshumaa wa matumaini. Unajulikana kama mshumaa wa nabii Isaya au mshumaa wa unabii au mshumaa wa matumaini kwa sababu nabii Isaya na manabii wengine waliwatia matumaini taifa la Israeli ambao walikuwa wamekata tamaa juu ya ujio wa Masiha. Walizani Mungu ni mwongo, hawezi kutimiza ahadi zake, kwani muda mrefu ulipita baada ya Mungu kutoa ahadi ya ujio wa Kristo. Hivyo nabii Isaya aliwatia matumaini taifa la Israeli kwamba Mungu ni mwaminifu na atatimiza ahadi zake. Katika Agano la Kale kuna ahadi zaidi ya 300 zilizotabiriwa na manabii mbalimbali juu ya ujio wa Kristo, yaani kuzaliwa, mateso na kifo chake. Nabii Isaya aliwatia matumaini taifa la Israeli walipokaribia kuchukuliwa utumwani. Wakiwa utumwani na baada ya kurudi kutoka utumwani, aliwapa matumaini, aliwaasa watu watubu, ikiwa ni maandalizi ya kumpokea mkombozi. Kwetu sisi mshumaa huonesha matumaini ambayo yatatimia kipindi cha Christmas kwa ujio wa Kristo. Pia katika maisha yetu tunapaswa kuwa na matumaini ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Hivyo tunapowasha mshumaa huu wa matumaini, ndiyo kusema tumeanza safari ya matumaini kuelekea sherehe ya Noeli na kuanza mwaka mpya wa kanisa. Hivyo tuanze kutoka katika giza na kuingia katika nuru. Katika mzunguko wote wa mwaka A wa kanisa tubaki katika matumaini. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 2 ya 1 hadi ya 5. Ndugu zangu, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana saa ya wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nalifurahi waliponiambia tutaingia nyumbani mwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Nalifurahi waliponiambia tutaingia nyumbani mwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, huko ndiko alikopanda kabila
kabila za Bwana. Nalifurahi waliponiambia tutaingia nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Yerusalemu. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Yerusalemu. Kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu, niseme sasa amani ikae nawe. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu, nikutafutie mema. Nalifurahi waliponiambia tutaingia nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Yerusalemu. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Yerusalemu. Na somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya 11 hadi ya 14. Hili ni neno alilolinena Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Naye atafanya hukumu katika mataifa mengi, atawakemea watu wa kabila nyingi, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Enyi wa nyumba ya Israeli, njoni twende katika nuru ya Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, ee Bwana. Mathayo sura ya 24 aya 37 hadi 44. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja aachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakavyokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza Nabii Isaya anatabiri juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nabii Isaya anatoa unabii wake ni wakati taifa la Israeli limezungukwa na maadui na vita inaunguruma. Watu wamepoteza furaha, hawana amani na matumaini, bali uoga na wasiwasi vimetawala. Ndipo nabii anatabiri juu ya ujio wa Masia, ambaye atakuja kuondoa wasiwasi na woga na kuleta amani ulimwenguni kote.
Nabii anatabiri Yerusalemu itakuwa kitovu cha ukombozi na kuinuliwa kwa mlima wa Bwana Yerusalemu, na kwamba watu wataenda Yerusalemu sio kwa kutoa sadaka tu na kusali tu, bali kusikiliza neno la Mungu na kuitafuta amani kwa Masiha. Yerusalemu kulikuwa na hekalu la Mungu, hivyo amani ya kweli tunaipata kanisani. Amani ya kweli tunaipata kwa Kristo. Ndugu wapendwa, somo la Injili linazungumzia mafundisho matatu. Fundisho la kwanza, namna Yesu atakavyokuja katika ujio wake wa pili. Yesu anasema ujio wake utakuwa kama siku za Nuhu. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa. Hata Nuhu alivyoingia kwenye safina, hawakuwa na habari, hata gharika ikawaangamiza. Injili ya Mathayo sura ya 24:37 hadi 39. Hivyo Yesu atakuja wakati tusioutarajia, wakati tumetingwa na mambo yetu, tukila na kunywa, tukioa na kuolewa, wakati tumeacha kusikiliza neno la Mungu, wakati tukidharau neno la Mungu, wakati tumeacha kwenda kanisani, wakati uovu umetawala. Fundisho la pili ni matokeo ya kuja kwake katika ujio wa pili, kwamba waliojitahidi kukesha watatwaliwa na ambao hawajajitahidi kukesha hawatatwaliwa. Injili ya Mathayo sura ya 24:40 hadi 42. Na fundisho la tatu, Yesu anatoa usia wake, tufanye nini tunaposubiri ujio wake, kwamba tukeshe, kwa maana hatujui siku ipi atakayokuja Bwana wetu. Katika somo la pili, Paulo anawasitiza Warumi na sisi pia tuache kubaki usingizini, kwani saa ya wokovu ilishawadia zaidi ya miaka 2000 iliyopita kwa ujio wa Kristo ambaye alikuja kutukomboa. Hivyo tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo, Paulo anasitiza mambo manne yafuatayo. Kwanza, tuamke kutoka usingizini. Pili, tutupilie mbali mambo ya giza. Tatu, tujitwalie silaha za mwanga. Na nne, na tumvae Kristo aliyekuja kutukomboa. Mpaka Paulo anasema hivyo, kwani kuna baadhi ya Wakristo walibaki usingizini. Waliendelea kuishi maisha ya dhambi, ulafi, ulevi, ufisadi, uasherati, ugomvi, wivu. Kwa Mkristo aliyebatizwa kuendelea kuishi katika hali hiyo, huko ni kuishi maisha ya giza, maisha ambayo bado upo usingizini, maisha ya kuto kujitambua. Hivyo ndugu zangu, kupitia masomo yetu ya leo tutajifunza na kutafakari mafundisho matatu. Fundisho la kwanza, namna Yesu atakavyokuja katika ujio wa pili. Fundisho la pili, tufanye nini tunaposubiri ujio wa Yesu. Na fundisho la tatu, nini kitatokea baada ya Yesu kuja katika ujio wa pili. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaanza kulitafakari ni namna Yesu atakavyokuja katika ujio wa pili. Kwanza kabisa, Yesu anasema atakuja wakati tumetingwa na mambo yetu. Ujio wake utakuwa kama siku za Nuhu, ambapo watu walikuwa wametingwa, wapo bize wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, wakati walipoacha kumsikiliza Nuhu, wakati walipoyadharau mafundisho na maagizo ya Nuhu aliyoyapata kutoka kwa Mungu. Hivyo Yesu atakuja wakati tumetingwa, tupo bize na mambo yetu, wakati tukila na kunywa, tukioa na kuolewa. Atakuja wakati tumelala usingizi wa kiroho, wakati tumeacha kukesha kiroho, wakati tumeacha kusali, wakati maovu yametawala, wakati tumemsahau Mungu, wakati tumejisahau kiroho, wakati tumeacha kuwasikiliza watumishi wa Mungu na kudharau mafundisho yao na kuwa na kiburi na kudharau kama watu wa kipindi cha Nuhu. Pili, Yesu atakuja kwa ghafla, kwa wale wasiojiandaa, kwa wale ambao wameshindwa kukesha kiroho, kwa wale ambao wamelala usingizi mzito wa shetani, kwa wale ambao hawasali daima, hawaendi kanisani, kwa wale ambao hawapokei masakramenti, kwa wale ambao hawaungami, kwa wale ambao wakitenda dhambi hawafanyi toba. Kwao itakuwa ni ghafla. Lakini kwa Wakristo ambao wamejitahidi kukesha, kwa Wakristo ambao hawajalala kiroho, kwa Wakristo ambao daima wakitenda dhambi hukimbilia huruma ya Mungu katika sakramenti ya kitubio, kwa Wakristo ambao daima hupokea masakramenti, kwa Wakristo ambao daima wanasali, kwao haitakuwa ghafla, kwani daima watakuwa wamekesha na Yesu amewakuta wapo macho kiroho. Ndugu wapendwa, hivyo ndivyo Yesu atakavyokuja katika ujio wa pili. Kama hutaki Yesu akujie ghafla, daima ukeshe kiroho, usilale kiroho. Paulo anatuasa wale tuliolala kiroho tuamke kutoka usingizini. Lakini kama unataka Yesu akujie ghafla, endelea kulala usingizi kiroho, endelea kuwa na kiburi na dharau, endelea kutokupokea masakramenti, endelea kuwa busy na shughuli zako, endelea kustarehe katika kula na kunywa na kumsahau Mungu, endelea kutokuja kanisani ambako utapata maneno ya uzima wa milele. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari,
tufanye nini tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo. Ndugu wapendwa, kwanza kabisa tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu, tunapaswa kwenda mlimani kwa Bwana, yaani Yerusalemu, kwenye hekalu na kitovu cha wokovu. Hivyo sisi tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu, tunapaswa kwenda kanisani daima, kwenye kitovu cha wokovu wetu. Kanisani tutakutana na Kristo kwa njia ya neno lake na sakramenti ya Ekaristi Takatifu, naye atatuondolea hofu na wasiwasi na atatupatia furaha na amani katika mioyo yetu. Mlimani ni sehemu takatifu ambapo watu walienda kusali na kukutana na Mungu. Sisi mlima wetu, sehemu yetu takatifu ambayo tunaweza kusali na kukutana na Mungu, ni kanisani. Ndugu wapendwa, jambo la pili tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu ni kutengeneza safina. Katika somo la Injili, Mungu alimwambia Nuhu aitengeneze safina, chombo cha kumwokoa. Nuhu alitengeneza safina kwa mikono yake. Hivyo Mungu anataka tutengeneze safina, chombo cha kutuokoa, yaani kanisa. Tulijenge kanisa la Mungu kwa mikono yetu, kwa nguvu zetu na kwa fedha zetu. Nuhu alitengeneza safina kwa nguvu zake, mikono yake. Mungu anataka tujenge kanisa kwa nguvu zetu, mikono yetu, fedha zetu, ili tushiriki katika ukombozi wetu na tujipatie baraka. Mungu ana uwezo wa kujenga makanisa yeye mwenyewe, kama alivyoumba vitu kwa neno lake. Aliposema na iwe maji, maji yakawepo, na iwe mimea, mimea ikawepo. Hivyo angeweza kusema na iwe kanisa, kanisa lingekuwepo. Lakini Mungu anataka sisi wenyewe kwa nguvu zetu, mikono yetu na fedha zetu tumjengee Mungu kanisa ambacho ni kitovu cha wokovu wetu. Hivyo kila Mkristo najiulize, je, unapoombwa kuchangia juu ya ujenzi wa kanisa ambacho ni chombo cha kuokoa wewe mwenyewe na ndugu zako na rafiki zako na vizazi vitakavyokuja baada yako, je, unatoa kwa moyo au umekuwa ukilalamika na kunung'unika na kulikwepa jukumu hilo la kujipatia baraka? Pale unapoambiwa usafishe nyumba ya Mungu kwa mikono yako, je, huwa unashiriki au unakwepa jukumu hilo? Kama ushiriki, huko ni kulala kiroho, tena usingizi mzito. Leo Paulo anakuambia uamke kutoka usingizini. Hivyo tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu, tushiriki katika kujenga makanisa ambayo ni kitovu cha wokovu wetu, ni chombo cha kujipatia wokovu. Ndugu wapendwa, jambo la tatu tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo ni kubaki katika safina. Nuhu alipoitengeneza safina, alibaki katika safina. Kubaki kwetu katika safina maana yake tulipende kanisa na twende kanisani ili tukajipatie wokovu. Kanisa ni kitovu cha wokovu wetu. Tunabatizwa kanisani, ndoa tunafungia kanisani, kipaimara tunapatia kanisani, komunyo takatifu tunapatia kanisani, daraja takatifu tunapatia kanisani, mafundisho tunapatia kanisani, ibada ya misa takatifu na ibada mbalimbali tunafanyia kanisani. Hivyo tukishashiriki katika kujenga chombo cha wokovu wetu, tunapaswa kwenda mara kwa mara kanisani ili tujipatie wokovu, kwenda kukutana na Mungu na kuchota neema na baraka zake. Tukikaa nje ya kanisa tutaangamia, hatutapata wokovu. Kama enzi za kizazi cha Nuhu, waliokaa nje ya safina hawakutaka kuingia ndani ya safina, ndio maana waliangamia kwa mafuriko. Ila wale wote walioingia ndani ya safina na kukaa ndani ya safina waliokoka na maangamizi, kwani walikuwa sehemu salama. Kanisa ni sehemu salama. Tulipende kanisa. Kuna baadhi ya Wakristo wanashiriki kujenga makanisa, lakini wao wanakaa nje ya safina, sehemu ambayo sio salama. Yaani kutokusali na kupokea masakramenti, huko ni kukaa nje ya kanisa. Ndugu wapendwa, jambo la nne tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo, tunapaswa kukesha. Katika somo la Injili Yesu anatuambia, kwa kuwa hatujui siku wala saa, hivyo tunapaswa kukesha kiroho, kukesha katika sala, kukesha katika matendo mema, kukesha katika kupokea masakramenti daima. Kila Mkristo tunajiulize, je, daima umekesha katika sala, matendo mema, kupokea masakramenti na kutimiza wajibu wako? Ndugu wapendwa, jambo la tano tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu, tunapaswa kutupilia mbali mambo yote ya giza. Mtume Paulo katika somo la pili anatuasa kutupilia mbali mambo yote ya giza, yaani mambo ya shetani, dhambi, ulafi, ulevi, ufisadi, uasherati, ugomvi, wivu na kadhalika. Hayo yote ni mambo ya giza. Tunapaswa kutupilia mbali silaha za giza kwa sababu tumebatizwa, na katika ubatizo tulimkataa shetani na fahari zake zote. Tuliyakataa mambo yote ya giza. Unapopatwa na shida, kwenda kwa waganga wa kienyeji ni kuishi katika giza.
Hivyo Yesu atakapokuja na kukuta unaishi katika giza, ni ngumu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndugu wapendwa, jambo la 6 tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu ni kujitwalia silaha za mwanga. Paulo katika somo la pili anatuasa tujitwalie silaha za mwanga. Sala ni silaha ya mwanga, matendo mema ni silaha ya mwanga, matendo ya huruma ni silaha ya mwanga, upendo ni silaha ya mwanga, uvumilivu ni silaha ya mwanga, unyenyekevu ni silaha ya mwanga, upole ni silaha ya mwanga, uwajibikaji ni silaha ya mwanga. Kila Mkristo anajiulize, je, umejitwalia silaha za mwanga au umejitwalia silaha za giza? Ndugu wapendwa, jambo la 7 tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo ni kuamka kutoka usingizini. Paulo katika somo la pili anatuasa tuamke kutoka usingizini, kwani Kristo alishakuja kutukomboa miaka 2000 iliyopita na atakuja mara ya pili kama hakimu. Saa tusiyoijua, kwa kuwa atakuja katika saa tusiyoijua. Hivyo tunapaswa kuamka kutoka usingizini. Hivyo tunapaswa kuamka katika usingizi wa shetani, usingizi wa ulevi, uasherati, usingizi wa ufisadi, usingizi wa ujambazi, usingizi wa rushwa. Daima tunapaswa kuwa katika usingizi wa kiroho, usingizi wa imani, mapendo na matumaini, usingizi wa furaha na amani. Ndugu wapendwa, jambo la 4 tunalopaswa kulifanya tunaposubiri, jambo la 8 tunalopaswa kulifanya tunaposubiri ujio wa pili wa Kristo, tunapaswa kumvaa Kristo. Paulo katika somo la pili anatuasa tumvae Kristo. Kumvaa Kristo maana yake ni kuzivaa tabia za Kristo: huruma, upendo, unyenyekevu, uvumilivu, msamaha na kadhalika. Kwa kusikiliza neno lake na kupokea masakramenti, huko ni kumvaa Kristo. Kila Mkristo anajiulize, je, umemvaa Kristo au umemvaa shetani? Kama una huruma, upendo, unyenyekevu, kama una roho ya kisasi, kama wewe ni mkatili, utambue ya kwamba umemvaa shetani. Kama haupendi neno la Mungu, haupendi kupokea masakramenti na haupendi kusali, utambue kwamba umemvaa shetani. Hivyo Yesu atakapokuja katika ujio wa pili ni ngumu kuingia mbinguni kama hukumvaa yeye, badala yake ulimvaa shetani. Ndugu wapendwa, fundisho la 3 tunalotafakari, nini kitatokea baada ya Yesu kuja katika ujio wa pili. Ndugu wapendwa, somo la Injili linaelezea nini kitatokea Yesu atakapokuja katika ujio wa pili. Yesu anasema wakati ule watu wawili watakuwapo kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Fundisho lake ni kwamba Wakristo wale ambao wamejitahidi kuishi vizuri Ukristo wao, Wakristo ambao wamekaa daima katika safina, ambao wamejitahidi kukesha, ambao walitupilia mbali mambo ya giza, Wakristo ambao walijitwalia silaha za mwanga, Wakristo ambao waliamka kutoka usingizini, Wakristo ambao walimvaa Kristo daima mpaka ujio wake wa pili, Wakristo hao watatwaliwa. Na Wakristo ambao waliishi kinyume chake, ambao hawakujitahidi kuishi vizuri Ukristo wao, Wakristo ambao walishindwa kukaa daima katika safina, Wakristo ambao walishindwa kukesha, Wakristo ambao walikumbatia mambo ya giza, Wakristo ambao walishindwa kuamka kutoka usingizini, yaani walishindwa kutubu na kubadilika, Wakristo ambao walishindwa kumvaa Kristo, kwa hakika hao hawatatwaliwa bali wataachwa. Hivyo katika familia moja wapo watakaotwaliwa, wapo watakaoachwa. Katika jumuiya moja wapo watakaotwaliwa na wengine wataachwa. Katika nchi moja wapo watakaotwaliwa na wengine wataachwa. Katika ofisi moja wapo watakaotwaliwa na wengine wataachwa. Hivyo uamuzi wa kutwaliwa au kuachwa upo juu ya uwezo wako, kutokana na unavyoishi Ukristo wako. Yesu katufundisha na kutuelekeza tukitaka kutwaliwa tuishije, na tusipotaka kutwaliwa tuishije. Hivyo kila mmoja anaamue kubaki usingizini au kuamka. Hiyo ndugu zangu, tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu, mfalme na hakimu wa ulimwengu, tuombe neema ya kuishi vizuri Ukristo wetu, kuamka kutoka usingizini. Tuombe neema ya kukesha katika safina, ili atakapokuja tutwaliwe sote mbinguni. Itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Aliyoleta tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Itukuzwe damu ya Kristo milele, amina. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo, mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone
tupishane tone